Bwana, tayari hizi mechi za kalenda ya FIFA kwa maana ya kwamba ile international break, zile mechi naona kama zimemalizika na sasa ligi zinakwenda kurejea. Kwenye ligi kuu NBC Tanzania bara tayari itarejea tena tarehe 17. Tunakumbuka Simba na Yanga wao pia tayari wamekwisha cheza michezo miwili. Nakumbuka Yanga alidraw mchezo moja, akashinda mchezo moja na point 4, yuko nafasi ya 3. Nafasi ya kwanza yuko Simba Sports pale akiwa na alama 6, yeye alishinda michezo yake yote miwili. Lakini huko kwenye michezo ya kimataifa kwenye kuania kufuzu sasa finali za kombe la dunia tayari sisi tulikwisha agana. Mchezo wetu wa mwisho tulicheza dhidi ya Zambia ambao tulicheza visiwani Zanzibar, tulikuwa tunakamilisha tu ratiba kwa sababu tayari tulikwisha kata kosa yale matumaini ya kufuzu hata kwenda kucheza kwenye zile hatua za playoff. Lakini kubwa zaidi ni kiwango kile cha Taifa Stars. Michezo mitatu iliyopita tumepoteza yote. Michezo mitatu iliyopita tumeipoteza yote. Mchezo wa mwisho ni dhidi ya timu ya taifa ya Iran, mchezo ambao umechezwa Dubai siku ya jana, tukapoteza kwa magoli 2-1. Namna timu ilivyo, lakini mwezi Desemba tunakwenda kwenye AFCON 2026, AFCON ambayo itafanyika nchini Morocco. Ukumbuke 2027 sisi Tanzania, Kenya pamoja na Uganda ni waandaaji wa mashindano ya AFCON. Lakini 2026 itafanyika Morocco ambako sisi pia Tanzania tulikwisha fuzu. Tutakwenda huko. Timu yetu inafeli sehemu gani? Mjadala umekuwa ni mkubwa sana. Sisi timu yetu ya taifa inahitaji nini hasa? Sisi kama Tanzania nini hasa ambacho tunakihitaji? Imetolewa mifano ya mataifa madogo kama Cape Verde, ni kisiwa kina takriban watu 500,000 na kujumlisha watu wengine kadhaa. Wanazidiwa hata na visiwa vya Zanzibar ambako ni ndugu zetu hawa, ambako wenyewe kuna watu takriban milioni 2 na kuendelea. Sisi taifa letu zuri Tanzania tuna watu zaidi ya milioni 60 kwa mujibu wa kalenda ile ya sensa ya watu na makazi. Tunafeli wapi? Leo michezo yote tunapoteza, hata michezo ya kirafiki. Nini ambacho tunakihitaji sisi kama Taifa Stars? Nini kifanyike ili timu yetu ya Tanzania ya Taifa Stars ifanye vizuri? Nini ambacho kinahitajika? Hakujawahi kuja makocha wazuri, hatuna wachezaji wazuri, aidha hatujawahi kupata kizazi bora. Tuendelee kusubiri, lakini wewe utakuwa ni uongo kwa sababu tumeshuhudia kizazi bora zaidi. Mimi naweza nikasema nimemshuhudia mchezaji kama Mbwana Ali Samata ambaye naamini itachukua miaka mingi kumuona tena mchezaji mwingine wa Kitanzania akienda kucheza kwenye ligi kubwa kama ya EPL, na maanisha ligi kuu ya England. Sasa katika mjadala wote mimi nikasema nisishie tu hapa, tumsikilize na wadau wengine wa soka. Niko naye Dr. Mohamed Hamis ambaye ni mwanachama wa klabu ya Simba. Nitakwenda kuzungumza naye, labda na yeye tupate mawazo yake. Sisi kama Tanzania tunahitaji nini? Tumefeli wapi? Hatujawahi kupata makocha wakubwa. Mbona amepita makocha hapa kama akina Kim Poulsen, makocha kubwa kama akina Malkio Maximo, huyu ambaye yuko KMC, historia yake ni ndefu. Alishawahi kuwepo kwenye bench la ufundi la timu ya taifa ya Brazil mwaka 2002 wakati timu ya taifa ya Brazil inachukua kombe. Malkio Maximo alikuwepo pale. Baadaye miaka kadhaa Jakaya Mlisho Kikwete akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akamleta akaja kuitengeneza Taifa Stars na matumaini yakawa ni makubwa sana. Tumepotelea wapi? Tunahitaji nini? Ngoja tumsikize Dr. Mohamed Hamis. Mimi ni Rashid Kasim. Tusonge kwa pamoja tufuatilie ya mazungumzo. Kama Mtanzania, kama mdau wa soka, nijaribu kuweka na mimi maoni yangu. Waliokwisha kutoa maoni yao hauwezi ukayakataa wala ukayapuuza wala ukayaona maoni yao sio mazuri. Unaelewa? Kikubwa ni kujenga, na sisi tunajenga taifa letu la Tanzania kwenye kuijenga Taifa Stars. Lakini kwanza tupongeze kwa hii hatua ambayo tunafika kwa sasa hivi. Huko nyuma hata hatua hizi tulizofika tulikuwa tujawahi kufika, ilikuwa ni historia. Ukisema shida ni uongozi, hapana, kwa sababu uongozi huu wa Karia umeifanya Taifa Stars hii kuwa bora kuliko kipindi chote ambacho umewahi kuishuhudia Taifa Stars. Kwa mara ya kwanza Taifa Stars inakwenda AFCON mara ya tatu mfululizo chini ya Wallace Karia. Ilikuwa haijawahi kutokea huko. Kwa mara nyingine tuna host Chani kama Tanzania mwenyeji Kenya Uganda. Taifa Stars inafika robo finali kwa hatua kubwa ya juu zaidi ambayo haijawahi kufikiwa.
toka tumeanza kucheza mpira katika taifa hili. Ni jambo la kumpongeza Rais Karia na TFF yake, lakini pia kupongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, wenye dhamana na viongozi mbalimbali na BMT, lakini pia kuwapongeza wachezaji na benchi la ufundi, makocha wazawa chini ya Hemedi Sulemani Moroko akishirikiana na Juma Ramadhani Mgunda pamoja na Julio Kiweru. Tunawapongeza kwa sababu hatua hizo hatujawahi kufika, ila wao chini ya wakocha wazawa wamefika. Tumeferi kwenda World Cup kwa makosa madogo madogo, pengine ya kibinadamu au ya kimfumo, au maandalizi hayakuwa bora zaidi kama ambavyo tulivyojiandaa kwenye AFCON zilizopita na tukafanikiwa qualify kwa kishindo. Mimi nadhani sio wakati wa kukata tamaa na sio wakati wa kuanza kurushiana lawama, ila ni wakati kama taifa kukaa chini na kujisahihisha, kujua wapi tumetoka kama taifa, wapi tulipo na wapi tunaelekea, ili tuje na majibu ya pamoja, collective factors as a nation, ya kuweza kutuondoa hapa tulipo twende hatua ambayo tunaitaka kuiona kama Senegal na qualify kwa kumfunga mtu bao 2 ambazo zimefungwa na Sadio Mane. Unaelewa? Tuione timu kama South Africa na qualify kwenda kwenye World Cup. That is our dream. Hiyo ndio ndoto yetu kubwa. Kuanza kurushiana vidole na kumtupia lawama labda Hemedi Moroko, Juma Mgunda au Jamhuri Kiwelo, Julio, au kumtupia lawama viongozi wa TFF ni jambo ambalo halina afya, kwa sababu tumeferi kama taifa, hajaferi kama mtu. Kwa sababu wewe unanyoshia mikono Taifa Stars kuferi, wewe ulifanya nini kuisaidia Taifa Stars? Mechi zimechezwa hapa, wakati mwingine kiingilio 2000, kuna watu hata kuja uwanjani walikuwa hataji kuja. Unaelewa? Taifa Stars inacheza katika mazingira magumu ambayo hata support tu ya kipesa, kuna watu wana hela nyingi hawataki kuisaidia Taifa Stars. Basi wewe huwezi kuisaidia Taifa Stars kuichangia, iweke kambi nzuri, itoe posho nzuri kwa wachezaji, itoe motisha, itoe hamasa. Basi njoo uwanjani, kiingilio chako kisaidia Taifa Stars kupata matokeo, uwanjani huji. Ila ikiferi tunanyoshia viongozi TFF, tunanyoshia mikono makocha wazawa. Hii Taifa Stars waishia kuja makocha wakubwa duniani wenye CV kubwa. Alikujaga hapa Masio Maximo kutoka Brazil ya moto. Kaletwa rais wa Jamhuri ya 4, rais wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Alimleta hapa na akana mlipa pesa kutoka Ikuru, hela yake mfukoni mwenyewe ya rais. Akamwambia TFF, napunguzia mizigo, nataka taifa langu lingae kwenye michezo kimataifa. Unaelewa? Huyu kocha na mwajiri nitakuwa namlipa mimi kwa VVIP treatment yangu. TFF akasema tunashukuru baba, mhudumie, cha msingi Taifa Stars ipige nini hatua. Na ndio ulikuwa mwanzo. Na ukaona makocha wa timu ya taifa kulipwa na serikali. Na ndio ukawa mwanzo makocha wa timu ya taifa watakokuwa nakuja kuanza kulipwa na serikali fedha. Yes, rais akatimiza majukumu yake, Maximo akahudumia taifa hili, lakini hatukufika kokote, hata AFCON hatukwenda. Umeelewa? Lakini mbali na huyo, alishakuja Kim Poulsen hapa, mtaalamu wa soka kutoka Ulaya, timu haijaenda kokote. Achana na huyo, alishakuja Munich hapa kutoka Barcelona, hatujafika kokote. Alikuwepo Patrick Lewin, lakini alikuwa anatembea na kibaiskeli. Yes, wakocha wakubwa akaja kocha mmoja ni mkufunzi wa makocha wengi sana kutoka Nigeria. Aitwa nani yule kocha? Limetoka jina lake, ambaye FIFA CAF ilimfungia mara baada ya kuwashutumu. Anaitwa Adel Amrouche. Miongoni mwa makocha bora sana Afrika. Adel Amrouche alikuja hapa kuifundisha Taifa Stars. Yule katika makocha wakubwa Tanzania, Afrika ambao wamekuwa ni wakufunzi bobezi, ni moja wa makocha yule Adel Amrouche. Ni bonge moja la kocha, lakini hatujafika kokote black. Umemsahau Charles Master Boniface Mkwasa, kocha mzawa mwenye taaluma ya uhasibu. Kocha yule Boniface Mkwasa amecheza kwa national level kwa mafanikio makubwa, club wise akiwa na Yanga Afrika mafanikio makubwa. Tukampa timu kama mwalimu mzawa,
lakini bado hakufanya chochote ndugu yangu. Leo timu tumewapa wazao wengine, watoto wa mama Kizimkazi, tumempa Hemed Sulemani Moroko, Mtanzania mwenzetu, katupeleka robo finali ya kombe la Chani kwa mara ya kwanza. Tulikuwa tujawahi kufika na tumeenda robo finali ya Chani tukiwa unbeaten kwenye group stage, tunaongoza group ongo. Nani kafanya? Hajafanya Munike, hajafanya Amrocha, hajafanya Kimposi, hajafanya Maximo. Ila watoto wa Kariakoo, mtoto wa Tanga wa Hanukukaya, Juma Ramadhani Mgunda, na Mswahili mwenzetu, mwana Simba mwenzetu Julio Kiweru Hauyu, pamoja na Hemed Sulemani Moroko kutoka Zanzibar hapa. Mswahili mwenzetu wakatupeleka robo finali ya mashindano ya Chani unbeaten. Mashindano paka wanatoka na mashindano wafunga wameruhusu magoli haya. Record hajawahi kutokea hapa Tanzania. Kuferi kwa juzi, kufungwa na Zambia. That's football. Inawezekana. Kuna vitu vingi hatujajiandaa navyo. Preparation before the game. When I was a young, sasa hivi nimezeeka. Nilipokuwa kijana, kulikuwa na msemo mmoja alikuwa anasema kwamba good preparation, na actually nilipokuwa shule nasoma, kuna msemo mmoja unasema good preparation prepare good performance, and the poor preparation prepare poor performance. Maandalizi mazuri yanakuandaa wewe kufaulu, na maandalizi mabaya yanakuandaa wewe kufeli. Kwa hiyo ukijiandaa na physics vizuri, ukasolve possibility zote, mechanic physics umesolve, universal physics umesolve, umeelewa vizuri, umesolve Chandi, umeelewa vizuri, Nelcon umesolve maswali yote, umeelewa vizuri, umeenda kwenye kitini cha mood physics wa pale kitini, zile possibility zote umesolve, umepata masahisho yake, umejua makosa yapo. Mwisho wa siku wewe ukipata A ya physics, watu wasishangae kwa sababu ulijiandaa vizuri na physics. Biology is the same, chemistry is the same. Kwa hiyo sisi inawezekana tumefeli hapa. Labda maandalizi yetu kuelekea mchezo huu hakuwa bora. Kwanza kuchagua kikosi, na magari ambayo kikosi tunavichagua kuelekea mashindano haya. Pili, maandalizi kabla ya mchezo wenyewe. Unanielewa? Lazima tujiandae kuna ile maasi kwamba kwenye uchaguzi wa kikosi, ukiwa na maana kwamba kuna makosa yanafanyika, kwamba kuna wachezaji wa muhimu wanaachwa, ama tafsiri yake ni nini? Inawezekana kuna wachezaji wengine wa muhimu hawakupata nafasi ya kuitwa, wangeisaidia Taifa Stars. Na sasa ukiangalia Taifa Stars wanacheza wangapi? Ni wachezaji wanatakiwa waitwe 24 au 27, si ndio? Katika hao 24 au 27 au 22, Tanzania ina vilabu vingapi? Vilabu vingi, na wengine wako mataifa ya nje. Kwa sio kila mmoja atacheza Taifa Stars. Kwa it's all about rotation. Lakini wewe ukimaintain ile consistency ya kucheza, maana yake umeonesha ubora wa kiwango chako kwa muda mrefu. Ndio kila wakati tutakuwa naitwa national team. Lakini wanakuita leo, usipowapa unachokitaka utamuita mtu mwingine. Ndio maana nasema kufeli kwa Taifa Stars ni collective factor, sio factor mtu mmoja sio ya nani. Ni sababu nyingi ambazo ni mjumuishi, unanielewa, ambazo Tanzania tunapaswa kujisahihisha sisi kama sisi, tujue wapi huwa tunakwama, ili the next tuje tukiwa strong, tuje tuko imara, na tuweze kufanikiwa kuvuka hapa ambako tunakwamiaga sasa, kwa sababu tayari chini mwanga umeshaanza kuonekana. Wakati hapo mwanga umekwisha anza kuonekana, Disemba hii 2025 Morocco wao ndio waandaaji wa AFCON. 2027 tutakuwa sisi na majirani zetu Kenya na Uganda. Disemba hii inayokuja tunakwenda huko. Kundi letu tuko na Nigeria, tuko na Tunisia, tuko na Uganda na sisi wenyewe Tanzania. Kundi letu kuna Nigeria, Tunisia, Uganda na sisi wenyewe Tanzania. AFCON 2025 26 hiyo Morocco. Taifa Stars hii ni kundi gumu, na kutaka kujua ni sisi Tanzania watu tunapangwa kwenye makundi magumu. Hata AFCON iliyofanyika kule Ivory Coast iliyopita, tulipangwa kundi ambalo limeenda kuchukua ubingwa ongo. Yaani kundi letu sisi ndio lilitoa bingwa. Lakini before this AFCON iliyopita ya Abidjan, Ivory Coast, AFCON ile tulipangwa tena kundi ambalo lilitoa bingwa, kama unakumbuka.
Unanielewa vizuri? Maana yake Tanzania kwa sasa mpira wake umekuwa sana. Soka letu ni kubwa. Tunazungumzwa kwenye level kubwa ya Afrika na kidunia. Midhania wanatuweka sisi, wanatuweka kwenye Morocco, Tunisia, Algeria, Nigeria, Ghana. Ndio level zetu hizo, kwa sababu club wise Tanzania tumefika pakubwa. Tupo kwenye top 5. Tupo kwenye klabu namba 5 barani Afrika kwa bora, ni Simba Sports Club. Inatoka wapi? Tanzania. Yanga Africa ni timu ya 13. Unaelewa? Yanga ni ya 13. Yes, barani Afrika kwenye CAF ranking. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kama wanaona vilabu vyetu vinafanya vizuri, ndio maana wanahofia timu zetu za taifa kufanya vizuri. Timu zetu za wanawake umeona imefika mpaka nusu finali ya World Cup ya wanawake. Uongo? Unaelewa? Maana yake kuna alert ambayo wenzetu wanaipata. Ndio maana unaona hata tunakupangwa hizi. Hatupangwi ya kikosi na timu za kawaida. Tunapangwa na timu ngumu kwa sababu wanajua Tanzania soka lipo na sisi nao ni majiant kwenye soka la Kiafrika. Ligi yetu inakwenda kuwa ligi namba 4 barani Afrika. Sasa ni ligi namba 5. So unajua? Inawezekana msimu ujao Simba na Yanga, Singida na Hoja Azam zikiingia group stage zote, CAF ranking itapanda. Umesikia? Na zikatoboa zote kwa mfano zikaingia robo final timu zote 4. Maana yake CAF ranking itakuwa imeongezeka na pengine ligi yetu itasogea kutoka ligi namba 5 barani Afrika ambayo inasemewa na Karim Boimanda kwenda ligi namba 4 barani Afrika kwa bora. Maana yake haya ni mafanikio makubwa ambao kama taifa tumeyachuma, tumeyapata. Kwa hiyo ndio maana unaona hata kwenye CAF Champions League Simba na Yanga kwenye hatua hizi za group stage au robo final hawakutana na timu kibonde. Wanaekiwa timu kubwa kweli kweli, kwa sababu wanajua hao jamaa ukiwachekea tu finali. Msimu uliopita umeona njia aliyopita Simba Sports Club haikuwa njia nyepesi. Ameenda kwenye CAF Confederation Cup ya finali. Lakini Yanga Africa the same umeona ambavyo msimu juzi miaka miwili iliyopita ameingia finali ya kombe la CAF. Umeelewa? Msimu uliopita kwenye CAF Champions League ameishia kwenye group stage. Maana yake hawa watu wanajua kabisa soka Tanzania ni kubwa. Soka limepanda kuanzia kwenye club level mpaka national level. Kwa hiyo ukiwapanga na mchekea unashangaa kombe la Afrika tumechukua. Hapa tumepangiwa na vigogo Uganda, tumepangiwa na Nigeria na Tunisia. Sio kwa bahati mbaya. Kwa hiyo mimi na imani kwamba tuna nafasi kubwa. Leo ni mwezi wa 10, si ndio? Tuna miezi miwili ya kujisahihisha. Tuna mwezi miwili ya kuiandaa Taifa Stars bora dhidi ya hii tunaiona sisi. Sasa mimi hapo wakati unasema tuna miezi miwili ya kujisahihisha, tuna miezi miwili ya kuiandaa Taifa Stars, nataka nichukue mawazo yako ambayo wadau watashare nayo. Nini unadhani kikifanyika Taifa Stars itafanya vizuri? Kwanza wachezaji wote ambao wapo nje ya nchi waitwe national team. Wakina Kevin John wasiachwe, wana mchango wao kwa national team. Kusiwe kuna sababu zingine zote za kisiasa au sababu za kibinafsi au sababu siji za kiugonjwa au mchezaji mwenyewe anakuambia mimi hapana. Wachezaji wote ambao wapo barani Ulaya na ni wa Tanzania wenzetu tunawajua. Mtu kama Kevin John. Mtu kama Novato Dismas Miloshi. Kuna yule Tariq Kiakala. Kuna wachezaji kama Mbwana Samata, Simon Msuva. Wachezaji wote ambao ni mapro wapo mataifa mbalimbali nje ya Tanzania. Waitwe wote waje kuisaidia Taifa Stars kwa sababu kwanza kwao pia ni CV. Mastaa wenzao wote duniani wako AFCON, wanatoka Uingereza, wanatoka Manchester, wanatoka Arsenal, watakutana nao AFCON. Kwa hiyo big platform hata wao pia kujiblandi, waitwe wote. Lakini hapa Tanzania kuna wachezaji wanafanya vizuri tunawaona. Wako Simba na Yanga, wako Azamu, wengine wako Black Stars, wengine na Mungu na maeneo mengine. Waitwe wote bila kuchagua rangi zao, koo zao, vimo vyao, urefu wao, umri wao, koo zao, wala wanajuana na nani, wanafahamia nani. Waitwe wakaisaidie Taifa Stars kufika kwenye malengo tunataka kufika. Wakiwepo kina Kevin John, ni matumaini yako tunaweza kufanya vizuri? Waitwe kina Kevin John, mimi nakwambia Kevin John akiwepo, Samata awepo. Huyu unamwona wewe nani huyu Msuva huyu? Bado ni bonge moja ya mchezaji mzuri sana Msuva. Ana vitu. Msuva, bonge moja la mashine. Unacheza Msuva wewe kaka wewe. Huyu Msuva ni hatari. Huyu Msuva Uingereza pale anacheza vizuri tu pale. Hiyo Manchester City timu yangu sasa mchekea. Msuva lazima vizuri pale.
Waitwe kina Msuva hawa. Waitwe wachezaji wengi wazuri wazawa, vijana na mapro wakaisaidia Taifa Stars. Hili benchi wasilivunje. Kwa nini watu wengi hiyo? Umeniuliza maswali, usijajibu kaka. Hiyo moja, waitwe watu wachezaji wote wajisaidia Taifa Stars. Kuna timu mwaka juzi imeenda AFCON, imeenda na watu 40, ukoona? Imeenda watu 40. Wachezaji imeita 40 wakapelekwa AFCON. Unaelewa? Lakini ili kufanikisha tu mipango. Yes. Lakini kitu kingine, Rais Karia na shirikisho letu, kuna wale wachezaji wetu wa zamani marijendari waliofanyaga vizuri. Wakina Peter Tino wale. Unazo? Wakina Boniface Mkwasa, kina Peter Tino. Unazo? Wakina Pawasa, wakina Mrisho Ngasa. Wale mapro mnawaita. Kule mnakwenda kukaa nao kambini. Kazi yao. Kuna yule top scorer ambaye magoli yake paka leo hajavunga, alifunga magoli 26, alikuwa striker wa Yanga, Mohamed nani anaitwa? Kina Mohamed Sina nimeshamsahau. Wako wengi, wapo hapa. Kina George Masatu hawa. George Magere Masatu wapo. Lunyamira ambaye tulikuwa tunamwimba shule bado yuko. Wakina Edbir Lunyamira, unawachukua hawa wakina Juma Kaseja, Juma K Juma. Wote wa mapro unawaita. Unaelewa vizuri? Kama hakuna hela TFF waiombe serikali. Kama serikali hakuna hela kupitia wizara, waombe wadau. Bwana Taifa Stars itakaende AFCON ikachukua ubingwa. Tunaomba kutushagisha. Yani huo ni mkakati sasa wa timu ikafanya vizuri. Huo ni mkakati timu ikafanya vizuri. Tunakwenda mapro wetu wote. Usiku mmoja kabla ya game, wale wachezaji ambao wanacheza kesho wanakula chakula kimoja na mapro wetu. Wanakula chakula na kina Peter Tino pale, kina Mrisho Ngasa, wanakula chakula cha jioni na wakina Pawasa, kina Vita Costa. Unazo wachezaji wale wa zamani. Unazo winga kina Dibili. Kina Edbir Nyamira, kina Juma Kaseja, wanakula nao wanawasihi. Wanawapa encouragement. Wanawapa moyo, motisha, bana taifa lako inakutegemea. Nenda kesho kafie uwanjani kwa ajili ya taifa lako. Akina Shadrack Nsajigwa Fuso. Akina Shadrack Nsajigwa hawa watakuwa wawepo. Kazi yao inakuwa ndio hiyo. Akina Nadil Harub. Yani kazi yao ndio hiyo. Yani so hawajenda pale kama kocha, kazi yao ndio hiyo tu. Kuimplant things kwenye brain za wachezaji. Kutengeneza hiyo mental toughness ya wachezaji. Unakaa kina Abraham Municipal, kina Faisal, unawapa. Bana sisi miaka yetu sisi tulikuwa tunafanya hivi, tunafanya hivi. Mnaenda kutoka Nigeria Nigeria wachezaji wao ni huu. Mkiwa bana hapa nyinyi mnafanikiwa. Alafu baadaye Hemedi Sulemani Morocco na serikali inalipa gharama hizo. Kuna shida gani? Serikali inalipa gharama au TFF kama haiwezi ilete harambee, sisi wadau tutachanga. Ili hawa mapro wetu waende, wanapewa hoteli ambao wamefikia wachezaji naona kaa hapo. Kazi yao ni kukaa kuwapa mikakati wachezaji wenzio ambao ni wadogo. Hata wenyewe kina Faisali hawa, kina Abrahamu, kina Yakubu Sulemani hawa, kina Tariki Kiakara, unaona kina Bitegeko Mutasigwa hawa, unaona hawa kina Abdul Misop, wakiwaona pale kina Juma Kaseja, wanaona hawa wakina Edbir Nyamira, wakina Kanavaro, Harubu Kanavaro hawa, Shadiki wanaanza kuhamasika. Fikiria wanakaa na Shadiki wanakuambia, sisi tumeshacheza na Brazil ya kaka, Brazil bora sana inakwenda World Cup. Benjamin Mkapa hapa, ulimi kidogo watoke. Unasikiaje hiyo story? Inakuwa ni story tamu ambayo mchezaji atamani kuisikia. Kaka ikawaje? Unaelewa? Unapenda story hizo. Inaita hamasa. Hivi waone wenzetu huko kana Kameruni, Senegali, kabla mechi ma pro na kwenda kuongea nao. Unaje? Wakati Didier Drogba, wakina wala kina Alhaji Diouf, amuonaje? Ndio Ulaya iko hivyo. Unaambiwa, nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha jamaa mmoja anaitwa Peter Dare, mmoja wa commentator wakubwa sana wa soka barani Ulaya. Alikuwa anamuelezea usiku wa World Cup kati ya Argentina na France pale Qatar, Doha. Anasema ule usiku Lionel Messi alala chumba kimoja na Kun Aguero. Chumba hiki kimoja. Unajua alikuwa anazungumza nini? Wala chumba kimoja. Yani Aguero alibidi alale chumba kimoja na nani? Lionel Messi kuamkia kwenye mechi ya kwenda kwenye finali ile ya World Cup ambao Argentina wachukua na Lionel Messi kama mchezaji bora wa dunia. Unakumbuka hiyo? Alikuwa anamwambia, hii ndio siku yako adhimu katika maisha yako. Hutopata siku ya dhahabu kama hii. Hii ndio siku ambayo utakayoiambia dunia wewe ndio Lionel Messi, King of Argentina, Messi wa Maradona.
Hii ndio siku ambayo hutoipata kwenye maisha yako yote mpaka unaondoka duniani. Unatakiwa ufanye kila unaloliweza kwenye hii siku, uondoke na ubingwa wa World Cup, uondoke na kombe la World Cup, ili dunia ibaki na kuimba na vitabu vikuandike kwa wino wa dhahabu maisha yako yote. Unaambiwa Messi akupata usingizi, kocha anakuja kumgongea asubuhi, anamwambia kocha sijasinzia. Ulikuwa unafanya nini? Kama mawaidha yamezidi kwa lala. Vizuri. Anapewa mawaidha. Dokta Anakwenda uwanjani kwenye finali. Amebeba matumaini ya kila mtu. Anafikiria kile alichoambiwa na Kun Aguero. Anakuambia nenda kamalize maisha yako duniani ukiwa umeandika historia kubwa, dunia ikuimbe. Ndio siku yako, usifanye makosa. Wala Messi anakwenda uwanjani, anataka kufia uwanjani kwa ajili ya Argentina. Anapambana, anachukua taji ya World Cup, anampekea Kun Aguero hotelini. Kaka, kazi unanituma nimeileta hii hapa. Mimi nataka nikuulize faida. Hilo la pili. Pro wetu hawa wachukuliwa na serikali, wawe sponsored, wapewa accreditation maita zile za kuingia bure VIP, wahudumiwe chakula, malazi, kila kitu bure, na familia zao kibidi waachie posho kidogo, wakakae kule hata mwezi mzima huo, waisaidie timu ya taifa kupata nini? Matokeo. Lakini tatu, maandalizi ya kuelekea AFCON yaanze kufanyika mapema, sio wiki mbili au wiki moja kabla ndio maandalizi ya kwanza. Tukianza maandalizi mapema, tukianza kuwajua Uganda ni kina nani, tukaanza kuwajua Nigeria ni kina nani, tukaanza kuwajua Tunisia ni timu ya aina gani, brother, tuwa surprise watu pale Morocco. Tuanze mapema. Wenzetu washapata draft, tayari washaanza kufanya maandalizi. Walishaanza. Sisi tunasubiria zibakia wiki moja wiki mbili ndio maandalizi. Maandalizi yaanze mapema. Wakati huu ni wakati wa benchi la ufundi ya klabu ya Taifa Stars chini ya Hemed Suleiman Morocco, chini ya Juma Mgunda, chini ya Julio Kiweru, kwa sababu break imeisha FIFA. Ni wakati wa kuhangaika na wao. Taifa Stars, TFF kupitia serikali au serikali wawezeshe. Unaelewa? Waanze kuhangaika. Umeelewa? Wanakwenda Morocco, wanakwenda Morocco, wanasoma hali ya hewa. Kama hata haujafika muda, wanakwenda Nigeria, wanapata historia ya wachezaji wa pale, wanakwenda Uganda, wanakwenda Tunisia, wana experience hali ya hewa ya kule, vyakula wanakula wachezaji wa kule, timu zao nani wachezaji tishio, wanaanza kupata zile analytical data. Zile zitawasaidia baadaye hata kulikomendi tule vyakula gani kulingana na timu inayotoka, tule chakula gani. Tunakwenda kupambana na Tunisia. Kule hali ya hewa Tunisia ni hii, vyakula vyao pendwa ni hivi, wanakula vyakula hivi. Tule vyakula hivi ndio vitasaidia dhidi ya hawa. Unaelewa? Kitaalamu hiyo, waanze kutembea hizo nchi nne, watembee nchi zote, wapelekwe hawa kina Juma Mgunda, sasa kazi yao ya kufanya. Hawa kina Hemed Morocco, serikali wachukue, tia kuna ndege, peleka katupeni takwimu zenu. Hapo kwa Juma Mgunda, mimi swali langu linakuja la mwisho. Hii story ndefu sana. Juma Mgunda, Jamhuri Kiwelu Julio na Hemed Suleiman Ali maarufu kama Morocco ndio benchi la ufundi la Taifa Stars. Ukisoma kwa kwenye comment, mimi sitaki hata kuwa mnafiki, watu wanakuambia ni benchi ambalo limefeli. Juma Mgunda, Jamhuri Kiwelu Julio na Hemed Suleiman Ali maarufu kama Morocco, benchi ambalo limefeli na hawatakiwi kuendelea tena kuwa makocha wa Taifa Stars. Na hata tunavyokwenda AFCON 2026 Morocco Desemba hiyo inayokuja, hawa wasiwe sehemu ya benchi la ufundi la Taifa Stars. Swali langu mimi kwako, kwa nini Hemed Suleiman Morocco ameonekana kwa sasa hafai kuwa kocha wa Taifa Stars? Sio kweli. Hao ambao wanasema hafai kuwa kocha wa Taifa Stars hawajui mpira. Au wanajua mpira ila wanafanya makusudi, wana mazoea. Unaelewa? Hemed Suleiman Morocco hajaferi hivyo. Nimeshakupa takwimu zake hapa. Nimeshakupa makocha hao wakubwa ambao tutarajia labda tungechukua paka World Cup. Hawakufanya hivyo. Nimekupa tofauti ya Maximo, Kimposen, Amunike, Adel Moch na Hemed Morocco. Nimekupa, sijakupa. Hemed Morocco akafanikiwa paka dakika national team. Hajaferi. Isipokuwa anatakiwa kuvumiliwa. Sisi ngozi kenge, samani. Ngozi yangu ina ngozi kenge, samani. Sisi ngozi hii, ngozi nyeusi, tuna tabia kujidharau. Tuna tabia ya kujidharau. Hatupendi kuheshimiana. Wasaidizi wake wanamtosha? Wasaidizi wake wanaomsimamia Juma Ramadhani Mgunda na Jamhuri Kiwelu Julio, wale wanatosha sana.
wawape nafasi, wawape muda. Kwenye AFCON hii tunayokwenda ya Disemba, tunakwenda Morocco na 2027 sisi waendelee kuwepo. Wawepo ili wasaidiwe kupata matokeo. Kwani nikuze swali, mbona Simba na Yanga hawa Yanga wamfukuza makocha wangapi? Wengi. Wengi. Kwa nini? Kutokana na wanavyoona wao hawalizishwi. Makombe hawapati. Wanachukua. Ina maana kocha Yanga tu peke yake hatoshi kuleta ubingwa. Umeelewa? Ina maana kocha akifika Yanga anasaidia kupata, sio yeye peke yake. Kwa hata Taifa Stars mwenye kuisaidia Taifa Stars sio Hemedi Selemani Morocco peke yake au Juma Mgunda au Jamhuri Julio Kiwero, hapana. Ni watu wote. Kwa hiyo Hemedi Selemani Morocco, Juma Ramadhani Mgunda, Jamhuri Kiwero Julio kuelekea AFCON ya Disemba Morocco, ambapo tunakwenda Morocco Disemba hii, na 2027 sisi ndio waandalizi sambamba na wenzetu Kenya na Uganda. Hawa wasiondolewe kwenye Taifa Stars hii. Wasiondolewe, wapewe nafasi ila wasaidiwe kupata matokeo. Duniani kote makocha wanasaidiwa kupata matokeo. Nadhani unanielewa. Wanatosha kwenye taaluma, mbinu na kila kitu. Kwenye taaluma, mbinu, kila kitu. Ndio maana juzi ulivyoona huyu Selemani Matola alivyokuwa kadi nyekundu Simba, tulimchukua Hemedi Morocco kwa sababu ana taaluma hiyo. Kwa taaluma wanatosha wote, ndio makocha wazuri afu ni wazawa. Umeelewa? Isipokuwa TFF, serikali, umeelewa? TFF, serikali na wadau sisi tuwasaidie Juma Ramadhani Mgunda, tumsaidie Jamhuri Julio Kiwero pamoja na Hemedi Selemani Morocco kupata matokeo mazuri uwanjani. Tusimwachie peke yake. Bwana, wewe malizia kumwambia wewe shabiki hapo jukumu lake hasa wewe ni nini, na ambalo wewe unadhani kwamba hilo akilifanya ndio Taifa Stars itafanikiwa kuliko tubaki tu tunazungumza. Tuwape moyo, tuwaunge mkono na tuwaombee dua. Kwa sababu hata angekuja mzungu kutoka wapi? Walishakuja wazungu wengi wajatusaidia. Ila Waswahili wenzetu wametusaidia kufika hapa tulipo. Kwa hiyo viwanjani mechi zikiwa za Taifa Stars, watu wajitokeze kwa wingi kuja kuiunga mkono Taifa Stars. Sasa wewe unaambia Taifa Stars, muulize mechi yako ya mwisho, mara ya mwisho umeenda kuitazama Taifa Stars ikicheza lini? Hakumbuki. Ila mechi za Simba na Yanga tunakwenda. Ila mechi Taifa Stars hatuendi. Hatuendi na kingine kidogo. Ila ikitokea Taifa Stars imeteza kidogo tunalaumu. Afukuzwe kocha. Kwa mazingira gani? Hatuwezi kuwa taifa ambalo tunafukuza kocha kila wakati. Amekuja Adeli Mloche ni kocha wa makocha huyo. Makocha wengi Morocco, Taifa Stars huko akawafundisha mno makocha wengi huko Morocco, wapi Tunisia, lakini mwisho wa siku. Kwa hiyo tuwaache hawa, tuwape nafasi, tuwape ushirikiano, tuwaongezee hela. Yaani mimi ninachotaka waongezewe hela, wawe na hela ya kutosha, bajeti ya kutosha Taifa Stars. Kina Mgunda. Kina Mgunda wapewe hela za kutosha. Wapewe support ya kutosha wao na benchi lao la fundi na wachezaji pia, maokota yaongezeke, maandalizi mazuri na mapema yafanyike, mikakati mikubwa ifanyike, TFF, bodi ya TFF, BMT na wizarani washirikiane, lakini pia washirikishe wadau, tuchangie timu ya taifa yetu iende Morocco ikiwa timu bora, ina hela nyingi, posho za kutosha, watu wameshiba, uone kama si atafanikiwi.